wakiwa huko ati wamaa wanatupiwa Mara, nyinyi chukueni Mara. Mimi nataka wamaa wakuwe kwa meza. Hii serikali tunakuja kuunda, nataka wamaa wakuwe hapa ikipangwa, wakuwe ndio wenye kupanga. Hiyo ndio ombi langu. Your Excellency, tuangalie mambo ya kitaifa kidogo. Wiki iliyopita Rais William Ruto aliongea na bunge la kitaifa. Kasindua mpango wake wa kutengeneza nchi, mpango wa barabara, mpango wa ukulima, mpango wa elimu, akaelezea bunge na taifa kwa jumla. Na akasema ya kwamba baada ya siku chache upinzani walipuuza yale maongeo ya rais pale bungeni. Mbona upinzani hamjaelezea agenda yenu? Na rais mwenyewe ameelezea agenda yake, lakini nyinyi kama upinzani mlipuuza ile agenda yake. Hakuna agenda ameeleza, hiyo yote ameongea ni uongo. Yeye amesema anataka Kenya ikuwe kama Singapore. Na kila mtu anajua ni uongo, kwa sababu nchi hii amewachiwa na Uhuru Kenyatta, mwaka 3 ameharibu kila kitu. Alipokuchukua serikali kutoka kwa Uhuru Kenyatta, kulikuwa na leader mama ya kusaidia wamama wetu wakienda kujisaidia. Hiyo ameharibu. Akichukua serikali kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta, kulikuwa na help ya kusaidia watoto ya university wapate nauli ya kusoma. Hiyo ameharibu. Akichukua serikali kutoka kwa Uhuru wa Kenyatta, kulikuwa na NHIF ilikuwa anafanya kazi, akaleta mnyama anaitwa SHA. Hakuna mtu anaelewa hiyo ni mnyama gani, haifanyi kazi. Katika Narok, katika Kajiado, katika Samburu, hakuna hata development hata moja amefanya. Sasa kwenda pale bunge kudanganya wa Kenya ati kuna mambo atafanya, ati akipewa nafasi ati Kenya ikuwe kama Singapore. Kila mtu anajua ni uongo. Na ndio sisi hatushughuliki, kwa sababu kama within 3 years hakuna kitu umefanya hata moja, ile umefanya ni kuharibu na kuua watoto na kusema watoto wapigwe risasi kwa mguu. Hiyo ndio kazi pekee yake amefanya, kuua watoto, kuteka hao nyara na kusema watoto wapigwe risasi kwa mguu. Ukienda Narok hakuna barabara imejengwa hata moja. Ukienda Kajiado hakuna imejengwa, hakuna maji, hakuna dawa kwa hospitali. Sasa anadanganya wa Kenya pale ati atafanya Kenya ikuwe kama Singapore. Mimi nafikiria anaona EAS anafikiria ni Singapore, lakini naona EAS ni Somalia. Huyu Ruto kwa bahati mbaya arudi, Kenya itakuwa kama Somalia. There will be no country here. Na Wakenya wamepuuza hiyo kitu kwa sababu hakuna mtu anamuamini. Agenda yetu ya kwanza ni kumtoa. Tukimtoa, tufufue uchumi. Turekebishe masomo tuliwachiwa na Mwai Kibaki. Ameharibu. Masomo ya Mwai Kibaki ilikuwa ya bure. Uhuru Kenyatta Kibaki aliweka ya primary ikuwe ya bure, Uhuru akaweka ya secondary. Sasa January secondary imerudishwa, watu watalipa. Tunataka turudishe masomo ya primary na ya secondary ikuwe free. Tunataka turudishe NHIF, we reform ikuwe inasaidia wa Kenya. Hii housing amenete tunataka tuifike mafuko. Watu warudishiwe pesa yao kwa payslip. Hizo manyumba yote tupatie serikali za county, waokote kodi, tulegeshee ile watu yote walikatwa pesa yao. Tuko na agenda ya kurekebisha Kenya. Lakini ndio hiyo agenda ifaulu, lazima Ruto aondoke. Hiyo ndio kitu. Ndio ana shida akilalamika tunasema one term. Sijui Kasongo. Hiyo hataki kusikia hiyo, kwa sababu hiyo ndio inamuuma. Unajua hii Kenya nimetembea kila pahali. Ana shida akiongea mambo ya ukabila. Kuna kabila mpya imekuja Kenya. One new tribe inaitwa one term. Na iko kila pahali. Hiyo kabila inaitwa one term. It is everywhere in the country. Na hakuna pahali jamaa anaweza potea. Lazima ataenda. So ile hata hofu yetu ni kwamba by the time anaenda atakuwa amemaliza nchi. Kupora nchi. Pesa inaibiwa ya masomo, ya hospitali inapatiwa huyu Kindiki. Anazunguka na ndege na pesa akisunguka. Kama hapo Bere ametumia more than 600 million. Hapo Narok kwa hii by election na ni kadogo wametumia 100 million. Watu wanapewa 10,000, 5,000. Mpaka watu huko wameharibika kichwa. Hata change Narok town hakuna. Kila mtu wako na 1,000, watu wanakosa change. Sasa hata wale wanauza chai nasema ukilipa 1,000 hakuna change, kunywa chai kwende. Because there is too much money in circulation. Hii pesa si ya Ruto. Mshahara yake ni shilingi 1.5 million. Kila weekend anatoa milioni 100 kwa kanisa, anatoa hiyo pesa. Huyu Kindiki salary yake ni 1 million.
kila siku anatumia 10 million. Hiyo ni pesa ya wizi. Mimi nikisema namna hiyo anasema mimi natukanana.